lengo la kikao hiki ni kujadili kwa kina mazingira wezeshi na rafiki kwa wafanyabiashara pamoja na fursa za uwekezaji katika mkoa wetu, lakini vile vile kutafakari vikwazo na mambo ambayo yanafanya biashara zetu zisishamiri na tuweze kushirikiana kwa pamoja kuvikwanzua. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan aliunda timu au tume ambayo ilipitia kodi za swala zima la kodi zilizopo na baadaye amepelekewa mapendekezo. Mchakato unaanza wa kuweza kuzipitia mapendekezo yale ili basi na sisi mkoani tuweze tukafanyia kazi na kuona yale ambayo yatakuwa yameondolewa ni yale yatakayokuwa yameboreshwa. Sasa hivi kila siku ama kila baada ya siku 2-3 tunapata wawekezaji ambao wanataka kuwekeza katika ICDs. Nadhani jiji la Tanga limekuwa likipokea wawekezaji wengi na hatimaye sasa wanashuka mpaka kufika Muheza, lakini pia tumeona mwekezaji ambaye yupo kwa ajili ya uwekezaji mkubwa wa kiwanda cha sukari pale Korogwe, na hatimaye tutategemea kuwa na bandari kavu pale Korogwe, ambapo tunaona kwamba fursa kubwa ya uwekezaji unaendelea kuimarika. Bandari ya Tanga imekuwa ni bandari mkombozi na hatimaye tumeona mageuzi makubwa sana kutoka kupokea tani 470,000 hadi sasa tunapokea tani zaidi ya 1,300,000. Ni zaidi ya ongezeko ya tani 900,000. Kwa hivyo ni jambo kubwa kiuchumi, kimapato, na wenzetu wa TRA wenyewe wanaona kabisa kuongezeka au kuimarika kwa bandari imekuwa pia ni lango kwa maana ya kupata pato. Kila meli inapoingia bandarini basi wenzetu wa TRA wanakusanya bilioni 2. Na sisi sasa hivi tulikuwa tunaingiza meli 18, sasa hivi mpaka meli 60 zinaingia kwa mwezi. Na kila meli inapopotea kuingia bandarini ni bilioni 2 tumepoteza. Kwa hivyo tunashirikiana wenzetu wa bandari kuhakikisha ufanisi unaimarika na muda wa kushusha bidhaa katika au vifaa katika meli unapungua na kuweza kuona kwamba hatuweki mlolongo mrefu wa meli kusimama kuweza kushusha mizigo. Tunao bomba la mafuta, bomba ambalo sasa hivi tuko katika hatua ya kumalizia, jeti ishakamilika. Tunategemea na kwa mujibu wa wenzetu wa EACOP tone la kwanza la mafuta kuanza kupita kwenye bomba ifikapo mwezi wa 6, kwa kuchelewa sana mwezi wa 7 mwanzoni. Kwa hivyo tunaendelea kufuatilia, lakini imekuwa ni faraja kwa sababu zaidi ya bilioni 10 zililipwa kwa maana ya fidia kwa wananchi ambao mradi ulipita. Lakini vile vile tumeona mchango wa mradi kwenye ajira zaidi ya watu 1,700 ambao wameweza kufanikiwa kupata ajira. Miradi ya miundombinu inaendelea ikiwemo barabara yetu ya Tanga Pangani, ingawa najua kwa kiasi sasa hivi tumepata mvua nyingi, barabara nyingi zimepata changamoto, lakini kama serikali tunaendelea kuhakikisha kwamba tunafuatilia ili kusiwe na mkwamo wowote wa biashara. Kiwanja chetu cha ndege kinaendelea na sasa hivi mkandarasi yuko site kwa maana ya kuhakikisha kwamba bilioni 63 zilizotolewa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja cha ndege inaweza kuleta tija kwa kuweka uzio, jengo la abiria na kuongeza runway ili ndege kubwa sasa za Bombardier ziweze zikatua na ndege za mizigo kuhakikisha kwamba zinafanikiwa. Serikali ya mkoa kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara imeendelea kufuatilia viwanda vyetu vilivyokuwa vimefungwa, lakini kufufua viwanda vilivyokuwa vimekufa na kuvutia viwanda vipya ambavyo tunaona sasa hivi ufanisi umeongezeka na tija inaendelea kuimarika na ajira zinaendelea kuongezeka. Ni imani yangu kwamba
Kikao chetu hichi tutaendelea kushirikiana vema kusimamia masuala mazima ya biashara katika mkoa wetu, kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazotukabili kwa pamoja, lakini vile kuendelea kusimamia maeneo ambayo tuliyatenga kwa ajili ya uwekezaji. Kwa sasa tupo kwenye ujenzi mkubwa kwa hiki kiwanja na tayari mkandarasi yuko site, na sisi hapa kwa sasa kwamba mara tutakapokamilisha ujenzi huo ambao utachukua miezi 18, tumepanga kukaribisha uwekezaji. Na hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia uwasilishaji wako, kupitia ushawishi wako, tayari kuna mwekezaji ameshajitokeza pale kwa ajili ya kuwekeza. Ameomba apatiwe square mita 40,000 kwa ajili ya kuwekeza bandari kavu, ambayo ni sasa hivi ni fursa kubwa kwa Tanga. Kwa hiyo bado tuna maeneo mengine, ninawakaribisha, tunaweza tukawekeza vitu vingi tu vya kufanya pale. Na katika mipango yake ya muda mrefu, katika zile ekari 300 tulizopewa, tunatarajia miundombinu yote ikija kukamilika baadaye, chuo kikuu pale kitakuwa na uwezo wa kudaili takribani wanafunzi 5,000. Kwa hiyo kuna pengo pale la uwekezaji ambalo limetokea, kwa sababu tunatarajia kuanza na jumla ya wafanyakazi 103, lakini chuo kimeweza kujenga nyumba 4 tu za wafanyakazi, na lile eneo kama mnalifahamu linalozunguka halina makazi ambayo yanaweza kutoshea wafanyakazi kukaa katika eneo lile. Kwa hiyo kuna fursa za uwekezaji ambazo ndio tumekuja kuziongelea hapa siku ya leo, kuwa tunawatangazia wawekezaji kuwekeza ndani ya eneo la chuo, lakini pia kuwekeza nje ya eneo la chuo.